Bwana, mambo vipi mfuatiliaji wa Uingereza TV? Nimepata taarifa nyeti kweli kweli, na kuna nyota wawili kutoka Young Africans wataenda kujiunga na klabu ya Simba mwishoni mwa msimu. Na kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba ni completely hawa wachezaji wamebakisha kitu kidogo tu kutoka Young Africans kwenda kujiunga na klabu ya Simba. Na ni wachezaji muhimu sana kwa kocha Young Africans. Mpango wa Simba ni kutawala ligi ya Tanzania. Na of course kwenye mpira ili uweze kutawala ligi ya Tanzania lazima uwe na uwezo wa kuchukua wachezaji nyota wa timu ambayo inatawala ligi kwa wakati huo. Na ukitazama sasa hivi kwenye mpira wa Tanzania, timu ambayo imetawala ni Young Africans. Na Young Africans imejizatiti kwenye kila upande kuhakikisha kwamba inafanya vizuri kwa klabu nyingine yoyote ile. Na of course wamejitosheleza kwenye mazingira ya aina hiyo. Kwa hiyo ukitazama kile kwa sasa hivi ambacho nataka kukifanya Young Africans, ambacho nataka kukifanya Simba ni kuwapokonya Yanga wachezaji ambao wanaamini ni wachezaji bora na ni wachezaji ambao wana uwezo wa kwenda kufanya vizuri kwenye kosti ya Simba. Na tayari wameanza mchakato, na kwa taarifa ambayo niko nayo ni kwamba kuna wachezaji watatu ambao tayari watatoka Young Africans kwenda kujiunga na klabu ya Simba mwishoni mwa msimu huu. Na huu utakuwa ni usajili wa kustua sana, ni usajili wa kustua kwa sababu hakuna mtu ambaye anaamini kwamba hawa wachezaji wanaweza kuhama. Lakini kwa taarifa ambazo mimi niko nazo ni kwamba tayari mazungumzo yalishaanza kwa pande zote mbili, na mazungumzo ya siri kweli kweli. Na wachezaji hao wa kwanza ni Clatous Chota Chama, na Chama ni mchezaji ambaye alitoka Simba by the way akaenda kujiunga na Young Africans. Lakini kwa mazungumzo ambayo yanaendelea hivi sasa ni kwamba Simba Sports Club wanafikiria kumrejesha Clatous Chota Chama kwenye kosti ya Simba kwa msimu unaokuja kwa mwaka 2024 na kwa mwaka 2025 2026. Na dhamira ya Simba ni kumrejesha Chama kwenye kikosi, na of course wamedhamiria kweli kweli, na huo ndio mpango wao. Na kuna uwezekano mkubwa wakafanikiwa kulifanya hilo kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu Chama mwenyewe alikuweka wazi kwamba anatamani kurudi kwenye klabu ya Simba ili maisha yake ya mpira Tanzania yaishie kwenye klabu ya Simba. Kama kwenda kustaafu pia ikiwezekana akastaafu kwenye klabu ya Simba ama akastaafu akiwa nyumbani kwao, lakini atokee Simba kurudi nyumbani kwao. Na tayari mazungumzo yameanza, na ukumbuke pia Chama inaelezwa kwamba ana mahusiano mazuri sana na baadhi ya viongozi wa Young Africans. Kwa hiyo uwezekano wa yeye kutoka Yanga kwenda kwenye klabu ya Simba ni kitu ambacho kinawezekana kabisa bila shida yoyote ile. Na huyu ni mchezaji wa kwanza ambaye kuna uwezekano mkubwa sana akatoka Yanga kwenda kujiunga na klabu ya Simba. Mchezaji mwingine ni Pacome Zouzoua ambaye of course hajasaini mkataba na klabu ya Young Africans na alishawasilisha barua ya kuomba kuondoka, na ni mchezaji ambaye muda wowote baada ya ligi tu kumalizika, baada ya mchezo wa mwisho wa tarehe 25 kuna uwezekano mkubwa sana akatoka akaenda kumwaga wino kwenye klabu ya Simba kwa mkataba wa miaka miwili. Kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba tayari mpaka hivi sasa kila kitu kinaenda vizuri, mazungumzo yao baina yake na Simba yalishaanza vizuri bila shida yoyote ile, kwa taarifa ambazo niko nazo. Na ukumbuke Pacome ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na performance bora sana msimu huu. Amefunga magoli 11, ameassist mara 9, amehusika kwenye magoli 20 kwa msimu huu. Ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na performance bora sana kwa msimu huu ambao unamalizika. Kwa hiyo akienda pia kujiunga na Simba itakuwa ni jambo lingine bora sana, jambo lingine ambalo linamfanya yeye aendelee kupanda kwenye chart. So kwa uwezo ambao wameonyesha na kwa taarifa na kwa namna ambavyo Simba inacheza, unaona kabisa ni mchezaji ambaye possibility ya kwenda kucheza Simba kwenye kosti ya kwanza ipo ni kubwa. Na huo ni mpango wa Simba kuendelea kuibomoa Young Africans, na wamedhamiria kufanya hivyo kweli kweli. Ndio maana wameanza mazungumzo na Chama wataka kumchukua, wameanza mazungumzo na Pacome wataka kumchukua, na hawa wachezaji wawili ni almost 60% ya mazungumzo yameshakamilika. Maana yake zimebakia asilimia chache tu za kwenda kukamilisha mazungumzo ili yaweze kwenda kujiunga na klabu ya Simba mwishoni mwa msimu huu. Tusubiri tuone, lakini mpaka sasa mambo ni mazuri kabisa, mambo ni meupe kabisa kwa upande wa klabu ya Simba kwenye mpango wao kutaka kuidhoofisha Young Africans kwa kuchukua wachezaji kadhaa kwenye kosti ya Young Africans. Na huyu ni mchezaji wa pili ambaye ni Pacome Zouzoua. Mchezaji wa tatu ni Maxime Pierre Nzengeli ambaye mkataba wake wa mkopo of course umemalizika, na kulikuwa kuna taarifa kwamba amesaini mkataba wa miaka miwili, lakini nikwambie tu taarifa hizo sio za kweli. Ila Maxime Nzengeli nimezungumza na mmoja wa wakilishi wake, ameniambia kabisa kwamba Max hajasaini mkataba wote na Young Africans, ila walimpa mkataba wa awali ili aupitie, na kama ataridhika anaweza kuja kusaini, lakini kama hajaridhika manake anaweza kuondoka kwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine. Sasa manake Yanga sio kwamba ilimsaini Max Nzengeli, ila ambacho alikifanya Yanga ni kumpa mkataba wa awali ambao tayari amepewa upitie, na kama atakubaliana nao manake kuna uwezekano mkubwa akaenda kusaini. Lakini mpaka sasa wao hawajakuwa na huo mkataba, na ni mchezaji pia ambaye anahusu kujiunga na klabu ya Simba, na mpaka sasa milango iko wazi. Tayari walishaanza mazungumzo tangu muda mrefu, tangu dirisha dogo walianza mazungumzo, lakini kuna vitu vichache ambavyo Simba wamepewa kama condition
kwa Maxi Nzengeli kwamba kama atazikamilisha kuna uwezekano mkubwa sana akaenda kujiunga na klabu ya Simba mwishoni mwa msimu, na huyu ni mchezaji wa 3 ambaye anatajwa kutoka kwenye klabu ya Young Africans kwenda kujiunga na klabu ya Simba mwishoni mwa msimu. Simba amejipanga vizuri kweli kweli kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri bila shida yoyote ile, na of course na sisi kama wadau tunasubiri kuona tu kwamba hatima yote yatakuwaje. Lakini pia Young Africans, mchezaji mwingine ambaye anahusika kuondoka, ingawa huyu hahusiki kuondoka kwenda kujiunga na klabu ya Simba, ni goalkeeper Djigui Diarra, ambaye kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba yeye mwenyewe tu ndo ameomba kuondoka Young Africans, na kuna uwezekano mkubwa mwishoni mwa msimu pia kuondoka Young Africans na kwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine, ila yeye hatabaki Tanzania. Ataondoka kwenye mipaka ya nje ya taifa la Tanzania na ataenda kutafuta changamoto kwenye mataifa mengine huko, na inaelezwa kwamba South Africa ni moja ya mataifa ambayo kuna uwezekano mkubwa wa yeye kwenda kucheza na si kubaki kwenye ardhi ya Tanzania. Na ni hayo tu ambayo nimekuandalia kwa siku hii ya leo, na hizo tetesi za usajili kwamba nyota kadhaa wa Young Africans wa mwaga wino kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Tuendelee kusubiri nini kitaenda kutokea na nini hatma ya Yanga na Simba kwa msimu huu. Nitaendelea kuwajuza hapa ndani ya Gereza TV.